Okay, naam mtazamaji wa Mwandike Digital, nipo hapa tayari kuangazia ama kuyatazama mengi ambayo tunayo kwenye hizi taarifa mbalimbali ambazo zimeenea hasa kwenye pilika mbalimbali za usajili. Na kwa sasa mara baada ya ligi kutamatika, ishu kubwa ni mchakato wa usajili kwa baadhi ya vilabu. Tumeshuhudia kwamba rais wa shirikisho la kabumbu jana akizungumza na wanahabari kwamba kwa sasa klabu zinapaswa kusajili wachezaji takribani 40 na klabu zinahitaji kufanya hivyo kuhakikisha kwamba wanaondoa ile dhana kwamba kuwa na uchovu kwa baadhi ya wachezaji. Na dirisha la usajili tayari limeshafunguliwa na baadhi ya vilabu mbalimbali vimeanza mchakato wa usajili, na hapa na kupitisha kuangazia kile ambacho kipo kwa baadhi ya wachezaji ambao wanahusishwa kwenye klabu hizi kubwa Simba, Yanga na Azam. Bwana pale tena klabu Young Africans kwa sasa bwana Young Africans wanahusishwa pia na mchezaji kinda kutoka pale Fountain Gate ambaye anaitwa Juma Bushiri. Huyu mchezaji ambaye ana umri wa miaka 18 na kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo kwamba Young Africans tayari wameshafikia makubaliano na huyo mchezaji ingawa kwamba awali kumekuwa na taarifa kwamba klabu ya KR Genk ya kule Belgiji imekuwa kimhitaji, lakini kutokana na dau ambayo Young Africans wameweza kuwasilisha pale Fountain Gate, inaonekana kana kwamba wana mchezaji ameridhia kujenga na klabu Young Africans. Kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba Young Africans wako mbioni kukamilisha dili hilo la mchezaji Abushiri, kijana huyu mwenye umri wa miaka 18. Ni mchezaji ambaye akiwalisia kwamba anafanya vizuri na kwenye klabu yake ya Fountain Gate amefanya vizuri, na hata kwenye orodha pia ya vijana ambao wamefanya vizuri kunako ligi kuu, yeye amefunga magoli mawili akiwa kama kinara kwa vijana ambao wameweza kuhudumu kunako ligi hiyo. Lakini mbali na huyo bwana, Young Africans pia wanahusishwa pia kumsajili mchezaji ambaye amekuwa akihudumu ama mlinzi wa kushoto, na taarifa ambazo zipo Young Africans wana mpango wa kuachana mchezaji Shadrack Kiboka. Kuna taarifa kwamba Young Africans bwana, kuna mchezaji ambaye ni raia wa Ivory Coast anahudumu fullback ya kushoto. Young Africans wako katika hatua nzuri na mchezaji yuko huru mara baada ya kukamilisha mkataba wake ama kumaliza mkataba wake kwenye klabu ambayo inahudumu huko nchini Ivory Coast, na kwa sasa bwana klabu hiyo ambayo amekuwa kihudumu kwenye klabu ya Mouma FC raia wa Ivory Coast. Kwa hiyo kuna taarifa kwamba Young Africans bwana wapo kwenye mchakato wa kumalizana na huyo mchezaji ambaye anaitwa Samba Kone, na ni mchezaji mzuri, na Young Africans wanakwenda kuachana na mchezaji Shadrack Kiboka wakiamini kwamba Shadrack Kiboka bado hawezi kufiti kwenye mfumo wa klabu hiyo kwa sababu msimu huu wamedhamiria kufanya vizuri. Juzi nilizungumza na mwenyekiti wa kamati ya mashindano na mjumbe wa kamati ya utendaji pale kwenye klabu Young Africans, Roger Zigumbo, amenithibitisha kwamba safari hii watafanya usajili bora zaidi kuliko misimu yote ambao wanawahi kufanya usajili, na nikamuuliza kwamba inakuwa kwa vipi mnafanya usajili bora wakati hakuna kocha mkuu kwenye klabu hiyo. Ameambia kwamba tayari kocha ameshapatikana na mchakato uliopo kwa hivi sasa klabu hiyo inashirikiana na kocha huyo ambaye tayari amepatikana kwa ajili ya kukamilisha usajili kwa baadhi ya wachezaji, lakini amenithibitisha kwamba watafanya usajili bora zaidi msimu huu kuliko usajili wote ambao wameshawahi kufanya kwenye klabu hiyo. Young Africans wanahusishwa na baadhi ya nyota kadhaa kuziba magepo ambayo yapo kwenye klabu hiyo, hasa mara baada ya kuondoka kwa mchezaji Prince Dube, kwamba amezungumza kwamba watamchukua ama watasajili mchezaji bora zaidi ya Prince Dube kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Na nikamuuliza kuhusiana na mchezaji Depo, inakuwa kwa vipi kwamba hakuwa na wakati mzuri, ingawa alianza vyema, sawa kwamba hilo kwa upande wao kama uongozi watalifanyia kazi na watafanya usajili bora zaidi. Kuhusiana na kocha mkuu, amekuwa kihusishwa bwana kocha kutoka pale nchini Afrika Kusini, ingawa kiongozi huyo Rogers Gumbo nimezungumza naye kusema kwamba washakamilisha, lakini kuna kocha kutoka nchini Afrika Kusini kwenye klabu ya Sekhukhune anahusisha kwamba tayari Young Africans wameshamalizana na kocha huyo. Kwa mujibu wa taarifa pia ziko hivyo, lakini bado hakuna taarifa kamili kama klabu hiyo tayari imeshamalizana na kocha huyo kutoka nchini Afrika Kusini, ambaye nilizungumza pia na mdau wa soka kutoka nchini Afrika Kusini nipate taarifa za huyu kocha, na kwa kile ambacho ameniambia kwamba ni kocha mzuri ni kocha mzuri ambaye ameshawahi kuhudumu katika vilabu mbalimbali, amekuwa na mafanikio pia kwenye vilabu mbalimbali na naifahamu vizuri ligi ya Tanzania, lakini hata soka la Afrika. Kama atamchukua basi huenda wakapata kocha bora zaidi. Lakini nilipojaribu kumuuliza kwamba ama kumlinganisha kati ya kocha huyo na Steven Becker, kile ambacho ameniambia kwamba huenda Steven Becker akawa bora kutokana na falsafa yake, lakini pia ni kocha mzuri ambaye pia anaweza kuwasaidia zaidi klabu hiyo Young Africans
Kwa hiyo taarifa ziko hivyo, lakini sio taarifa rasmi, kwa sababu Young Africans kwenye issue ya kocha wamekuwa wakimya. Hatufahamu kwamba kocha gani ambaye huenda wakamtambulisha rasmi, ingawa kuna majina mengi pia yanahusishwa pia kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Kwa hiyo taarifa za Young Africans kama ziko hivyo, lakini pia wanahusishwa pia na mfungaji bora kunako ligi kuu soka Tanzania bara, ambaye yeye amekuwa akihudumu kwenye klabu ya Singida Black Stars na mpaka hivi sasa bado ni mchezaji wa klabu hiyo ya Singida. Huyu anaitwa ni Musa, akiwalisha kwamba kwa mujibu wa taarifa kutoka pale Singida, klabu hiyo imepokea ofa mbalimbali, lakini Young Africans kana kwamba wana nia kubwa, na huenda pia hili ambalo lipo likakamilika, kwa sababu Young Africans mara nyingi pia wana ushirikiano mzuri baina ya klabu hiyo hasa na kiongozi ama mmiliki wa timu hiyo, kwamba huenda tukamshuhudia Musa akihudumu kwenye klabu ya Young Africans. Lakini tukipitisha kwenye taarifa nyingine hizi za usajili, bwana, Azam FC kuna taarifa bwana Japhet Kitambala kwamba huenda kaelekea kwenye klabu ya Singida Black Stars, na kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo ni kweli kuna mazungumzo yanaendelea baina ya klabu ya Singida Black Stars na mchezaji Japhet Kitambala, kwamba huenda msimu ujao tukashuhudia kwamba Japhet akaendelea kuhudumu ama akaenda kuhudumu kwenye klabu ya Singida Black Stars kwa wale malizete. Lakini pia Singida kuna taarifa pia wanahusishwa na mchezaji Jonathan Soa ambaye hakuwa na wakati mzuri kwenye klabu ya soka ya Simba. Kwa kuna taarifa pia ziko hivyo kwamba Singida pia huenda wakamrejesha mchezaji Jonathan Soa ambaye yeye na klabu ya soka ya Simba hawana uwiano mzuri. Itakumbuka kwamba uongozi wa Simba ulimsimamisha na kumpa adhabu ama kumpeleka kwenye timu ya vijana, lakini kwa taarifa ambazo zilikuwepo kwamba mchezaji aligoma. Kwa kuna taarifa kwamba huenda mchezaji Jonathan Soa akaenda kuitumikia timu ya Singida Black Stars. Kwa kuna taarifa pia ziko hivyo, mtazamaji wa Mwandike Digital. Lakini pia kwingineko pia dili la klabu ya soka ya Simba kwenye mchakato wa kumhitaji Faisal Salum Feitoto. Kwa mujibu wa taarifa ya Thabiti Zakaria Zakaza ambaye ni msemaji wa timu ya Azam FC, kwa maelezo ambayo amenijuza kwamba hizo taarifa za Simba kumhitaji Faisal yeye anazisikia mtaani na hakuna ofa yoyote ambaye imewasilishwa na klabu hiyo ya Azam FC, na ni ngumu kwa sababu wao kuweza kulizungumzia swala hilo kwa sababu hakuna ofa yoyote. Lakini mchezaji bado angalia na mkataba mwaka mmoja na hatarajii kuona kana kwamba hilo huenda likafanyika, kwa sababu bado ni mchezaji ambao wanamhusudu, na kocha Ibenge amekuwa na wakati mzuri wa kumtumia mchezaji huyo Faisal Salum, lakini kuna ushawishi mkubwa ambao unaendelea kwa hivi sasa hasa kwa Jeruti ambaye yeye mara nyingi kwenye mkataba wake na klabu ya soka ya Simba alizungumza kwamba kila msimu atasajili mchezaji kipenzi cha mashabiki. Kwa kuna taarifa kwamba huenda akaongeza ushawishi kwa ajili ya kumuona Faisal akihudumu kwenye klabu ya soka ya Simba, ambao baadhi pia ya mashabiki na wanachama klabu ya soka ya Simba wanaona kwamba ni mchezaji ambaye anafaa pia kuhudumu kwenye klabu hiyo ya Simba kutokana na kile ambacho kipo ndani ya ubora wake wa huyo mchezaji. Na ndani ya klabu ya soka ya Simba kuna taarifa kwamba kuna baadhi ya nyota kadhaa kwa mujibu wa taarifa kocha Steven Becker hawahitaji, na kana kwamba kama kuna sintofahamu baina yeye na baadhi ya viongozi wakiamini kwamba wanastahili kuendelea kuhudumu kwenye klabu ya Simba, lakini kocha Steven Becker anaamini kwamba hawatoshi. Kwa hiyo kuna mkanganyiko kwa hivyo kwamba Steven Becker kuna baadhi ya wachezaji hawahitaji kwenye klabu hiyo, lakini uongozi unaamini kwamba wanatosha kuendelea kuhudumu kwenye klabu ya soka ya Simba. Kuna nyota kadhaa wanahusishwa kwamba wabaki, lakini kocha yeye hawahitaji, ingawa Simba tayari ameshafanya baadhi ya usajili. Kuna mchezaji Nathaniel Chilambo ambaye amekuwa akihudumu kwenye klabu ya Azam FC pia, kwa mujibu wa taarifa, ingawa sio rasmi, kwamba tayari mambo yamekamilika kwenye klabu ya soka ya Simba, kwamba huenda msimu ujao tukamshuhudia akihudumu kwenye klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia winga wa kizamani Chobwedo pia taarifa ambazo zipo kwamba Simba wameshakamilisha huo usajili, kilichosalia ni kumtangaza tu kwenye klabu ya soka ya Simba. Lakini pia wanahusishwa na fullback pia na winga kutoka klabu ya Sekukuni United kule nchini Afrika Kusini, anahusishwa pia kujiunga na klabu hiyo ya Simba kwa ajili ya kuongeza makali na kuwa na kikosi bora zaidi. Na Simba
Kwa sasa kwa mujibu wa taarifa za ndani kwamba wanahitaji kufanya usajili sio mkubwa, lakini wenye tija kubwa kwa wachezaji kupata wachezaji bora ambao watakuwa na mafanikio. Na kuhusiana na mchezaji Selemani Mwalimu Gomez, kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo tayari Gomez mkataba wake na klabu ya soka ya Simba ushatamatika. Amekuwa akihudumu kwa mkopo na Gomez tayari amerejea kwenye klabu yake ya Wydad kwa hivi sasa, ambao ndio wanamiliki, na taarifa kutoka pale nchini Morocco kwamba Wydad wanataka wamuuze Selemani Mwalimu kwa mkataba wa kudumu, mkataba wa moja kwa moja. Kwa hiyo kama Simba wanamhitaji huyo mchezaji, basi kwa hivi sasa wanapaswa kufanya mazungumzo kwa mara nyingine na Wydad kwa ajili ya kumsajili jumla ya mchezaji huyo Selemani Mwalimu. Lakini Mwalimu pia amekuwa akihusishwa pia na klabu za Tanzania, hasa Young Africans, kwamba wamekuwa kimhusudu kwa ajili ya kumsajili. Kwa hiyo kwa hivi sasa bwana, klabu mbalimbali pia zinahusishwa pia kumhitaji mchezaji, lakini klabu yake Wydad wana mpango wa kuweza kumuuza kwa jumla. Wao hawana mpango wa kuendelea kuwa naye pale kwenye klabu hiyo ya Wydad huko nchini Morocco, kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo. Lakini pia kuhusiana na Faisal Salum, kwa mujibu wa taarifa, kocha Nasreddine Nabi hajachoka kumfuatilia na kuna uwezekano kwamba akawasilisha ofa pale Azam kwa ajili ya kumsajili mchezaji huyo kwenda kuhudumu pale Morocco, ambaye Nabi kwa hivi sasa anafundisha timu ya Raja Casablanca ya nchini Morocco. Ni baadhi ya tetesi hizo ambazo zinaangazia kwenye kona mbalimbali. Ni baadhi ya wachezaji ambao wanahusishwa pia kwenda kwenye klabu mbalimbali kuhusiana na dirisha la usajili tayari limeshafunguliwa, hivyo kila mmoja ana shauku ya kuwa na wachezaji bora zaidi ili kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Na itakumbuka kwamba tarehe 12 kuna mechi ambayo itahusisha Simba dhidi ya Young Africans, ni mechi ya ngao ya jamii, ufunguzi wa ligi. Hivyo kila timu inajipanga kuhakikisha kwamba inakuwa na wachezaji bora zaidi. Mtazamaji wa Mwandike Ligi, tunadhani kuna mengi pia ya kuyazungumza na kuelezea kuhusiana na pilika mbalimbali za usajili. Basi nitakujuza kila ambacho kinazungumzwa na kile ambacho kitakamilika kwenye mchakato mzima wa usajili kwa baadhi ya wachezaji. Lakini kwa taarifa ambazo zipo ni kuhusiana na hizi ambazo nimekuelezea, lakini kuna hii pia ya Young Africans na mchezaji Stefan Aziz Ki. Kwa mujibu wa taarifa kwamba Young Africans wameshafikia makubaliano na Aziz Ki, lakini wamebaini kwamba kuvunja mkataba ama kwenda kumnunua mchezaji huyo pale Libya ni gharama kubwa. Kwa hiyo Young Africans kwa taarifa za ndani, sio rasmi, lakini kwamba kuna taarifa kwamba wamemshawishi mchezaji ama wamezungumza na mchezaji kwamba yeye mchezaji akaenda akavunje mkataba wake, kwa sababu kuna kipengele ambacho kinamruhusu mchezaji Stefan Aziz Ki kuvunja mkataba. Kwa hiyo kilichopo kwa hivi sasa huyo mchezaji kwenda pale kwa ajili ya kuvunja kandarasi yake ili kuwa na wakati mzuri wa kurudi kwenye klabu ya Young Africans, ambao wanaamini kwamba huenda akawa na mchango mzuri kurudi pale kwenye klabu ya Young Africans. Ni taarifa hizo kwa uchache tu ambazo nimeziangazia kwenye hizi pitika mbalimbali za usajili. Nitaendelea kupitisha kwenye taarifa mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinaangazia kwenye kona mbalimbali, mtazamaji wa Mwandike Digital. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.